kuzaliwa kwa Yesu. Kuzaliwa kwa Yesu. Tuna kitu wakati anafundisha mchungaji msaidizi asubuhi Sunday school, alikuwa anatufundisha Yesu ni nani. Sawa? Jina la Bwana libarikiwe. Sasa mimi nataka kusema kuzaliwa kwake. Kulikuwaje kuzaliwa kwa Yesu? Kwa nini Yesu alizaliwa? Sawa? Kulikuwa kuwaje kuzaliwa kwa Yesu na kwa nini Yesu alizaliwa? Kwa sababu tumejifunza, tumesema alikuwa Mungu. Na Biblia inasema kule kuwa sawa na Mungu hakuona kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Akaacha utukufu, akaja akakaa kwetu. Ni sawa? Tuna kitu ambacho tunaanza nacho kama msingi wa kusema Yesu alizaliwa duniani. Sawa? Yesu alizaliwa wapi? Duniani. Miaka zaidi ya 2000 sasa alizaliwa duniani. Sawa? Leo tuko mwaka 2023. Yesu alizaliwa, alipozaliwa historia ikabadilika. Sawa? Nilisema kidogo siku ya Ijumaa nikasema walikuwa na hesabu 10, 9, 8, 7, 6 na kushuka chini. Yesu alipozaliwa wakaanza 1, 2, 3 na kwenda juu. Kwa hiyo Yesu amezaliwa. Huo uhakika tunao. Sawa? Kutoka kwenye neno la nani? La Mungu. Nikisema uhakika tunao, maana yake tunaenda kusoma kwenye neno la nani? La Mungu, Biblia. Sawa? Kwa hiyo cha kwanza Yesu amezaliwa. Ila hatujui alizaliwa tarehe ngapi, mwezi wa ngapi. Hicho hatukijui. Ila tunajua amefanya nini? Amezaliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anayo makusudi ambayo yalimpelekea Yesu azaliwe. Yako makusudi ambapo tutayasema hayo kwa sehemu ya mkini leo na kesho. Sawa? Yako mengi, ninaweza nikasema moja au mawili na kadhalika. Yako makusudi. Sasa katika kuzaliwa kwa Yesu, maana halisi ya kuzaliwa kwa Yesu, ndio nataka nianzie hapo. Maana halisi ya kuzaliwa kwa Yesu. Sawa? Ni kwa nini hasa alikuwa anazaliwa? Kabla tujaenda kunyumbulisha kusudi moja baada ya lingine, ni kwa nini alizaliwa Yesu? Kulikuwa na haja gani Mungu ageuke kuwa mtu? Kulikuwa na haja gani? Kulikuwa na uwezekano wa Mungu akiwa kwenye kiti cha enzi akasema neno likawa. Sawa? Alikuwa na uwezo wa kukaa pale akasema na muokoa huyu. Alikuwa na uwezo wa kutangaza imekwisha akiwa kwenye kiti cha enzi. Sababu wakati wa uumbaji Biblia inasema Mungu alisema ikawa. Lakini nafika zamu analazimika Mungu, muumbaji wa mbingu na nchi, aje aingie kwenye tumbo la bikira mmoja anaitwa Mariamu, alafu akae miezi 9 azaliwe. Kwa nini? Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ili naomba sasa twende sambamba hapa ili kiumbe kisicho na mwili kitembee duniani ni lazima kipate mwili. Ili kiumbe kisicho na mwili kitembee duniani na kiwe na uhalali wa kuwepo duniani inabidi kipate mwili. Sawa? Ili kiumbe kisicho na mwili kitembee duniani inabidi kipate mwili. Sawa sawa? Ule mwili unaweza ukawa ni wa mnyama au mwili wa binadamu. Lakini sifa mojawapo na ya lazima ya kwamba kuna kiumbe kiko hai kinaishi duniani, ni lazima kiwe na roho pamoja na mwili. Sawa? Vingine vina roho, nafsi na mwili. Lakini nasema vile vitu vikubwa viwili, roho na mwili.
Wanyama wana roho na mwili, sawa sawa, hawana nafsi. Wanadamu wana roho, nafsi na mwili. Kwa ili uishi duniani, ili niendelee kuishi duniani, nahitaji kupata mwili nilionao. Siku mwili wangu ukishindwa kufanya kazi sawa sawa, wakasema figo zimefeli, wakasema moyo umeshindwa kusukuma damu, wakasema maini yameshindwa kufanya vitu gani, wakasema kitu gani ambacho kinasababisha mwili usifanye kazi vizuri, unashangaa roho yangu inaondoka kwenye mwili wangu. Sawa? Na roho yangu ikiondoka kwenye mwili wangu, hata nasema fulani ametutoka. So anasema hivyo maana yake sina sifa tena kuendelea kuishi duniani, kwa sababu mwili wangu hauwezi tena kuendelea kuishi duniani. Kwa unachukuliwa, unaenda kufukiwa ardhini. Kwa ili kiumbe kipate sifa ya kuja duniani, ya kuishi duniani, ni lazima kipate mwili. Sawa? Ndio maana wachawi wakijigeuza kuwa roho ili waje kwa mtu fulani, wanavaa mili ya paka. Sawa? Wanapita kama nyuki, wakati huo sio nyuki, ni watu. Sawa sawa? Wanavaa mwili kwa sababu alipojitoa kwenye mwili wake. Ukienda nyumbani unamkuta amelala kitandani kwake, hawezi kutoka na mwili alionao, inatoka roho yake kafanye kazi, inabidi avae mwili mwingine wa rohoni. Sawa? Sasa anataka adhihirike kwa jinsi ya nje, akipita tuone, au akipita hapa sisi tusijue wale ni watu, tuone ni nyuki. Kwa hiyo anavaa miili ya nyuki. Ukitazama unahisi ni nyuki, kumbe sio nyuki, ni watu. Ukitazama unahisi ni paka, kumbe sio paka, ni watu. Amevaa mwili ili apate uhalali wa kuja. Akikosa mwili wa paka, hana uhalali wa kuja. Sawa? Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo sasa nisomee kwenye kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 3:1-3. Mwanzo sura ya 3, mstari wa 1 mpaka wa 3. Mwanzo 3:1-3. Sawa? Viumbe vyote wakati vinaumbwa, vimeumbwa na Mungu, vyote vimefanywa na Mungu. Wakati Mungu anafanya, akatoa akavipitisha kwa Adamu. Adamu akatoa jina, mpaka jina la nyoka. Sawa? Wakati anapewa jina la nyoka, hakukimbia asipewe jina. Hakusema siko tayari kupewa jina. Alilipokea jina, akaenda nalo, na alikaa pale pamoja na Adamu na Eva. Lakini siku moja Biblia inasema nyoka anaonekana ni mwerevu kuzidi wengine. Aliukuta wapi werevu? Sawa? Shetani alitoka akaingia kwenye mwili wa nyoka. Sawa? Shetani alipoingia kwenye mwili wa nyoka, nyoka sasa anahesabika kama ni mwerevu kuzidi wenzake, lakini alikuwa anafanana na wenzake. Shetani akiwa ni roho, hana mwili, anatamani na yeye ajipatiepo nafasi ya kwenda kuzungumza na Eva kama mtu. Sawa? Ili azungumze na Eva, inabidi apate mwili, aende azungumze na Eva pale bustanini, atoke kwenye roho aje kwenye mwili. Akajipatia mwili wa nyoka. Alipojipatia mwili wa nyoka, Biblia inasema naye nyoka alikuwa mwerevu. Inaposoma naye nyoka, sisi tunapojifunza tunasema nyuma ya nyoka palikuwa na shetani. Kwa hiyo alikuwa anaonekana pale ni nyoka, lakini alikuwa anazungumza sio nyoka, ni shetani. Sawa? Eti hivi ndivyo Mungu alivyoambia matunda ya miti yote ya bustani msile. Eva anajibu anasema tumeambiwa tunaweza kula, ila mti wa katikati matunda yake tumeambiwa tusile, siku tukila tutakufa. Sawa? Akasema hamna, ni muongo huyo Mungu aliyewaambia. Sawa?
siku mkila mtakuwa kama yeye. Mazungumzo yanaendelea pale chini. Sawa? Siku mkila mtakuwa kama yeye. Eva amesikia habari za Mungu na Eva amemwona Mungu. Sawa sawa? Biblia inasema kila siku jioni wakati wa jua kuzama Mungu alikuwa anawatembelea bustanini pale. Kwa hiyo Eva alikuwa anamjua Mungu. Alikuwa anajua uweza wa Mungu. Alikuwa anajua ukuu wa Mungu. Alipoambiwa mtakuwa kama Mungu, akasema oho, kwa hiyo tukila tutakuwa kama Mungu. Ndiyo. Biblia inasema akachukua lile tunda, akaona ni zuri, linatamanika kwa kula, akara. Akampelekea na Adamu mume wake, naye Adamu akara. Sawa? Biblia inasema wakafunguliwa macho, wakajiona hawana nguvu, wakiwa kwenye bustani ya Edeni. Sawa? Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wanajiona sasa wako uchi, hawana nguo. Mungu anashuka bustanini. Hiyo ni Mwanzo 3:1 mpaka 15. Hiki ninachokisema, Mungu anashuka bustanini, anasema hivi, Adamu uko wapi? Mungu anaanza kumtafuta Adamu. Awamu hii, zamu hii, Adamu amejificha. Sawa? Jana ilikuwa raha, wakati wa Mungu kuja umekaribia, kila mmoja alikuwa na furaha ya kukutana na Mungu. Dhambi ilipotendeka, Adamu na Eva wakajificha. Kabla ya kwenda kujificha, wanaona hawana mavazi. Sawa? Wakatafuta sehemu ya kujificha. Wakiwa wamejificha, Mungu anakuja anasema, Adamu uko wapi? Anasema nipo huku. Kwa nini umejificha? Sina nguo. Mungu anamuuliza, nani kakwambia una nguo? Au umekula lile tunda nililokuzuia usile? Adamu akasema, yule mwanamke uliyenipa. Eva, umekula? Eva akasema, nyoka. Sasa nyoka hakuulizwa. Sawa? Dhambi ilipofanyika, hakuna aliyetubia dhambi. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Dhambi ilipofanyika, kila mmoja alimtafuta aliyesababisha, aliyemsababishia afanye dhambi. Kwa hiyo Adamu anamwangalia Eva, anaona Eva ndio chanzo. Eva naye anasema nyoka ndio chanzo. Kwa hiyo Mungu anatarajia toba, hakuna aliyetubu. Sawa? Asifiwe. Kama hivi tunaishi leo hapa, yani Mungu akisema dhambi anatarajia toba. Lakini kuna mtu anasema kwa umri huu, kwa ujana huu, hauwezi kuishi maisha matakatifu. Sawa? Kwa mazingira haya, hata ungekuwa wewe. Sawa? Yani mmoja anasukumizia kwenye mazingira kwamba chanzo cha dhambi yake ni mazingira, chanzo cha dhambi yake ni wazazi wake, chanzo cha dhambi ni mtu fulani. Kumbe anachotaka Mungu mtu mmoja tu. Sawa? Mtu mmoja aseme kwa kweli mimi nimekosea, basi. Ndicho Mungu anatarajia. Pale haikufanyika toba. Ambapo haikufanyika toba, Mungu akaachilia laana. Niko hapo Mwanzo 3. Sawa? Ila naishia mstari wa 15. Mungu akaachilia laana, akasema, sasa kwa sababu wewe Adamu umemsikiliza mke wako ukala tunda, ardhi imelaaniwa. Sawa sawa? Biblia haisemi Adamu amelaaniwa. Kutoka Mwanzo, soma mstari wa 10 na ngapi? Anza mstari wa 10. Ndio? Sawa? Ndio. Ndio.
kuponda kichwa. Adam, kwa sababu umesikiliza sauti ya mke wako ukala matunda niliyokuagiza usile, ardhi zimelaaniwa. Sawa? Biblia haisemi Adamu umelaaniwa, ardhi zimelaaniwa. Sawa? Maana yake sasa ni heri tungesema Adamu umelaaniwa. Sawa? Mungu aliposema ardhi zimelaaniwa, maana yake chochote ambacho utaenda kufanya pale hakitafanikiwa. Sawa? Yaani Mungu sasa anatengeneza laana kwenye chanzo. Alijua Adamu ataenda kulima, hatapata mazao. Adamu atafuga wanyama kwenye ardhi, wanyama hawatastawi. Manake Mungu anaamua kusitisha kila kitu. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anamwambia mwanamke kwanza, anasema na nyoka, anasema wewe, mimi naweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa mwanamke. Sawa? Uzao wa mwanamke utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Watafiti wa zamani wanasadiki, wanasema nyoka alikuwa na miguu. Sawa? Ila baada ya laana leo nyoka hana miguu. Mnamfahamu nyoka? Anaenda tu anajiburuza tu na tumbo pale chini. Lakini wanasema alikuwa na miguu kama kenge alivyo. Sawa? Mnamfahamu kenge? Kenge ana miguu. Baada ya laana Mungu akasema nyoka utakula mavumbi ya nchi na kwa tumbo utakwenda siku zote. Miguu ikapotea. Alafu naweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa mwanamke. Hapo uadui kati ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke, Mungu anatabiri, Mungu anazungumza habari za kuzaliwa kwa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Manake yule mwanamke ambaye umefanya naye vita, ukamdanganya, akala tunda, mimi nitaleta uzao kupitia yule mwanamke. Atazaa mtoto, atazaa watoto, hao watoto wataponda kichwa. Ili ujue nyoka amekufa, lazima upige kichwa. Sawa? Sio nyoka wa rohoni. Hawa wanyoka wanaotembea tembea, ukimkata hivi kimkia chini anakuja kung'ata bado. Sawa? Wapigaji wao wanapiga, wanatafuta kichwa kiko wapi. Mpaka upige kichwa cha nyoka ndio unajua nyoka amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nitaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa mwanamke. Kwa hiyo Mungu mwanzoni kabisa, baada tu ya dhambi kufanyika, Mungu anaanza kunitazamisha mimi na wewe ya kwamba iko siku nitaleta mtu juu ya nchi ambaye atazaliwa na mwanamke, halafu kutatokea uzao. Sawa? Si kwamba atabaki tu peke yake. Baada ya huyo kuzaliwa kuna watu wengine watafuata. Sawa? Kufuata kwa huyo atakuwa mzaliwa wa kwanza. Akishazaliwa huyo kwanza, wako wengine wanafuatia. Wale wanaofuatia kazi yao na huyo mzaliwa wa kwanza ni kuponda kichwa chako. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo kabisa, mwanzoni mwa uumbaji, dhambi tu inapotendeka, Yesu anatabiriwa. Ni sawa? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Yohana 4:24. Yohana 4:24. Mungu ni roho, na wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na nini? Yohana 4:24. Soma kwa sauti. Yohana 4:24. Hapo nataka hicho chukumoja. Mungu ni roho. Yesu Kristo alikuwa anazungumza na yule mwanamke Msamaria. Si sawa? Wako pale kwenye kisima.
Yeye anasema sisi huwa tunaabudu kwenye mti huku, sawa. Yesu anasema uko mlimani. Hapana, saa inakuja, nayo saa ipo, waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema Mungu ni roho, wanaomwabudu inawapaswa mwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo kile kipengele cha kwanza cha msingi, Mungu ni roho. Kwa hiyo kama Mungu ni roho, tayari asubuhi tumejifunza Yesu ni Mungu. Sawa sawa. Amefundisha mwalimu akasema ni Mungu ni mtu. Sawa. 100% Mungu, 100% mtu. Yesu. Sawa. Ndio maana alikuwa anaweza tu anatembea juu ya maji, Mungu. Sawa. Akiwa Mungu anatembea tu juu ya maji, hana shida. Sawa. Akiwa mtu wanamkamata, wanampiga vibao, hajibu chochote, amenyamaza. Sawa. Akiwa Mungu wale watu wanauliza swali, yani wamekwenda kumkamata Yesu, wanauliza, wanasema tunamtafuta Yesu. Yesu akajibu ndio mimi, wakarudi nyuma wote wakadondoka. Sawa. Akiwa nani? Mungu. Akiwa mwanadamu anasema mimi hapa nikamateni, wakamkamata. Jina la Bwana libarikiwe. Kama Mungu ni roho, na mimi nimekufundisha nikasema ili kiumbe chochote hai kipate uhai na uhalali wa kuishi duniani lazima kiwe na roho pamoja na mwili. Kwa hiyo kama Mungu ni roho, ili apate uhalali wa kuja kuishi duniani lazima apate mwili. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Soma. Nimesema Mungu ni roho, ili apate uhalali wa kuja kuishi duniani inabidi avae mwili. Yeremia 1 mstari wa 12. Yeremia 1:12. Nataka hapo anza mstari wa 11. Mungu, Yeremia anaulizwa na Mungu, Yeremia, unaona kitu gani? Anasema naona ufito wa mrozi. Akamwambia umeona sawa sawa kabisa. Kwa nini? Ninaliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Mungu ni mwaminifu sana kwenye neno lake. Sawa? Akisema neno lazima alifanye. Anasifiwa. Narudia, Mungu ni mwaminifu sana kwenye neno lake. Na Biblia inasema ameikuza ahadi yake kupita jina lake. Yaani Mungu akisema kitu anawajibika kuhakikisha kile kitu kimetimia. Sawa? Alimwahidi Adamu akasema matunda ya miti yote unaweza kula, lakini ule mtu wa katikati, mti wa ujuzi wa mema na mabaya, siku kila utakufa hakika. Alimwahidi hivyo. Sawa? Kwa hiyo Adamu alipokula, Biblia inasema Adamu alikufa. Ni kweli sio kweli? Alianza kufa kiroho. Kuna vifo vya aina mbili. Kuna kifo cha kimwili, alafu kuna kifo cha kiroho. Kifo cha kiroho ni kupoteza mahusiano na Mungu. Sawa? Unaendelea kuishi duniani lakini hauna ushirika na Mungu. Roho yako imetengana na Mungu. Hicho kinaitwa kifo cha kiroho. Sawa? Hauombi, hausomi neno, ila tumejiunganisha na dhehebu fulani. Sawa? Unatambulika kama wewe ni mshirika wa mara fulani, lakini wewe haumchi Mungu, hauna ushirika na Mungu. Maana yake katika ulimwengu wa roho wewe umekufa, hauko hai. Sawa? Kutengana kwa roho ya mtu na Mungu kinaitwa kifo cha kiroho. Dhambi inapotendeka, dhambi inaporuhusiwa, inatenganisha roho ya mtu na Mungu. Sawa? Kifo cha kimwili ni kutengana baina ya roho na mwili. Roho ya mtu inapotoka kwenye mwili wake, tunasema fulani ametutoka, tunaenda kumzika. Sasa ni heri mtu afe kimwili tujue.
Watu wengi wamekufa kiroho na wanaendelea kuishi kimwili. Hawana ushirika na Mungu, lakini bado wako duniani. Sawa? Kwa Adamu alipokula tunda, Biblia inasema cha kwanza alikufa kiroho, alipoteza mahusiano na Mungu kwa sababu Mungu hakumtembelea tena baada ya pale. Sawa? Namba 2, baada ya miaka 930 Adamu akafa kimwili. Kwa hiyo kunawezekana mtu akafa kiroho na akaishi miaka 70 kimwili. Kwa hiyo kuishi miaka mingi duniani hakutoi tafsiri kama mtu ndo anamcha Mungu. Wako watu hawana mahusiano na Mungu kabisa, lakini wanaishi mpaka miaka 120. Sawa? Yesu ana mahusiano na Mungu, ameishi miaka 33 na nusu. Amen. Kwa anasema Yeremia, unaona kitu gani? Yeremia anasema naona ufito wa mlozi. Akasema umeona vizuri, kwa sababu ninaliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Sawa sawa. Sasa Zaburi ya 115 mstari wa 16. Zaburi 115 mstari wa 16. Zaburi 115:16 anasema hivi: mbingu ni za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Amen. Zaburi ya 115 mstari wa 16. Mbingu ni za Bwana, lakini nchi Mungu amewapa wanadamu. Maana yake kumbe hii dunia wakati Mungu anaiumba aliikabidhi kwa Adamu. Sawa? Ndio maana Mwanzo 1:26 anasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Sawa? Manake kumbe toka mwanzo Mungu alikusudia ya kwamba nafanya nchi kwa ajili ya Adamu. Ndio maana alipomfanya Adamu akampa roho, nafsi na mwili. Sawa? Ili apate sifa kuja kuishi duniani. Mungu alijua hataweza kuishi duniani kama hana mwili. Bwana nibarikiwe. Yeye Mungu ni roho, haisemi ana mwili. Kwa hiyo sasa angalia, Mungu anataka aje duniani sasa. Alafu ni mwaminifu kwenye neno lake. Bwana asifiwe. Analiangalia neno ili alitimize. Kwa hiyo hawezi tu kujivunjia sheria akaja. Sawa? Ndio maana tunaendelea kumwamini nani? Mungu. Kwa sababu akisema kitu anakifanya. Hata kama kinachelewa, akisema anafanya. Ni mwaminifu kwenye ahadi yake. Akishakuahidi tu anatekeleza. Sawa? Yesu asifiwe. Akisema utakufa, atahakikisha umekufa. Sawa? Akisema unapona ugonjwa wako, anahakikisha unapona ugonjwa wako. Hata kama madaktari wote wametangaza akasema huwa hautibikagi, hakuna ambaye amewahi kuugua ugonjwa huu akapona. Mungu akishasema akusamee maovu yako yote, akuponya na magonjwa yako yote, au komboa wayo wako na kaburi, lazima atakuponya. Vinginevyo useme mimi na habari za Mungu, madaktari wamesema siponi, kwa hiyo unaachana na Mungu, unahamia kwa waganga wa kienyeji. Mungu anasema kwa sababu umeikataa ahadi yangu, basi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ili niendelee kuishi duniani, ili uendelee kuishi duniani, ni lazima uwe na roho, uwe na nafsi, uwe na mwili. Siku roho yako ikitoka ndani yako, hauna sifa tena kuendelea kuwa duniani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Yesu anamwambia yule mama, Mungu ni roho. Kama Mungu ni roho, maana yake alikuwa na lugha rahisi ya kusema hivi, mimi ni roho. Sio alikuwa Yesu anazungumza? Mimi ni roho. Sawa? Kwa mimi ambaye ni roho, nataka sasa nije duniani. Sawa sawa? Nafundisha maana halisi ya kuzaliwa kwa Yesu. Sawa? Kwa sababu kuna mtu ambaye yupo kanisani anasema ameokoka, hata tukisema kuzaliwa kwa Yesu haelewagi, anasema alizaliwa. Sawa? Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili Mungu